Leo nitasema tena kuhusu wanaume na nisikia vizuri. Nitasema tena kuhusu wanaume. Wanaume wako wapi? Wanaume wako wapi? Wanaume wako wapi? Najua wanaume, nataka niongee na ninyi wanaume leo. Nikiongea na wewe, nimeongea na mwanamke pia. Wangapi wamenielewa? Nasema nataka niongee na wanaume. Wanaume duniani kote, wanaume wako wapi? Mlioko hapa, naomba mikono yenu nione juu, mwakilishe dunia nzima. Na wewe ulioko kule unayefuatilia, mwanaume, inua mkono wako juu. Naongea na wanaume. Najua ninapoongea na mwanaume, nimeongea na mwanamke. Na nisikia vizuri, kwa kuwa mwanamke atoka kwa mwanaume. Nasema tena, kwa kuwa mwanamke anatoka kwa nani? Kwa kuwa mwanamke anatoka kwa nani? Mwanamke anatoka kwa mwanaume. Kwa hiyo ninapoongea na mwanaume, naongea na mwanamke. Kwa hiyo acha niongee na mwanaume kwanza. Na nisikia sawa sawa? Hello, unanisikia sawa sawa? Mungu ataongea na wewe leo kwa namna ya ajabu sana. Na Mungu anakubariki leo. Kwani naongea na wanaume? Ndio, naongea na wanaume kwa sababu, wewe ukinihoji mimi nitakwambia Mungu hakuna swali atakaloshindwa kujibu utakalouliza. Na nisikia vizuri, naongea na mwanaume kwa kuwa Mungu aliongea na mwanaume kwanza. Watu si kama wananielewa hapa. Wangapi wananielewa? Labda nimeanza na sentensi ngumu. Sikilizeni, kuna mambo labda alikuwa hayajahubiriwa, sasa yanahubiriwa. Labda hujawahi kusikia. Huu ndio ujumbe wa Bwana kwako leo. Amen. Wakati Mungu alipoumba mwanadamu, Adamu wa kwanza, Mungu alisema na Adamu kwanza. Na nisikia vizuri? Naelewa sawa sawa? Huo ni msingi wa Mungu. Akiumba dunia hii, akiumba mtu, akasema na Adamu. Baada ya kumuumba, akasema na mwanaume. Mungu aliumba mwanaume kwanza. Amen. Akamkabidhi nchi, akamkabidhi kutawala. Wakati anamkabidhi kutawala, wakati anasema na Adamu, ndio anasema na mwanamke, kwa kuwa mwanamke alikuwa ndani ya Adamu. Na nisikia vizuri, siku alipomtaka mwanamke, ilibidi Mungu amchomoe kwa Adamu. Kwa hiyo wakati Mungu anasema na Adamu mwanzo, maana yake anasema na mwanamke pia ndani ya Adamu. Hebu watu waseme amina hapa. Nataka nikurudishe mahali penye msingi sawa sawa. Kwa sababu leo wanadamu hawa wameongezeka, wamekuwa mabilioni ya watu, lakini hawaelewi mambo yalikuwa kwaje, wala hawana bidii ya kutafiti huyu Mungu ni vipi, mianzo yangu namna gani. Je, unakimbizana kula maembe Mungu aliyoumba bila ya kumtafuta Mungu aliyeumba maembe na kumwona vizuri Mungu aliyeumba mapapai? Wewe vipi bwana? Leo rudi kwenye msingi. Amen. Nasema amen. Kwa hiyo nataka mwanaume. Jana niliongea mwanaume hapa. Mwanaume. Ajabu. Alafu niliwaambia jana, mwanaume anawindwa kweli kweli, anatafuta kweli kweli. Ninyi bado hamjaelewa, lakini najua hata kwa idadi wanaume ni wachache kuliko kweli. Kataeni kama mnakataa. Wanaume ni wachache kuliko wanawake. Huu ni ukweli. Na hapa idadi kubwa ni wanawake, ndio watakaoingia mbinguni bila shaka. Mwanaume ataenda wapi? Uko kwenye pango lako mwanaume, nitakufuata na shoka. Na maandiko yanasema siku za mwisho kutakuwa na shida kubwa. Shida mojawapo ni kukosekana kwa wanaume. Maana wanawake 7
watamganda mwanaume mmoja kwamba tuite tu kwa jina lako, tuite kwa jina lako. Wanawake 7 watang'ang'ania mwanaume mmoja, kwamba hakuna wanaume wengi. 7 tunataka tuitwe kwa jina lako. Wanaume wachache, wanaume hawapo. We mwanaume, hivi sijui kama nitakuwa nimeeleweka leo hizi siku. Kuna shida hapa. Waliopo sijui namna gani, wagonjwa watakaozaliwa sijui wataandaa mwanao vipi. Mwanaume anasakwa. Haleluya. Wanaume mko wapi? Lakini sijui kama mshawahi kujifikiria, mkawahi kujiangalia, mkawahi kutafakari. Ninyi ndio jeshi. Jeshini tunataka wanaume wakakomboe nchi, wakapiga adui. Tunataka wanaume waandikwe jeshini, wanaume waongoze. Sasa kichwa hicho kinaweza kuongoza, kimejaa utomvu, yani pombe, kimejaa moshi, bangi, kimejaa madawa ya kulevya, kimejaa mambo gani sijui. Haya, sasa kuna ushoga tena. Sasa tutampeleka shoga vitani? Hapana. Nchi ikiwa na mashoga, hiyo inatekwa, inaliwa. Na wake zenu watakuwa mateka, watabebwa tu. Wanawake kwa mujibu wa sheria hawaruhusiwi kupigwa, hawaruhusiwi kuuawa. Wao majeshi yakija yanawabeba hawa, yani wanaenda nao. Sasa mwanamke utakuja kubebwa nyumbani kwako, maana wako kutetea hayupo. Ndio hivyo tena. Akitembea amekuwa teja. Sijui kama leo itaeleweka duniani huko. Ndio. Wako wapi watakao kwenda jeshini? Wako wapi watakao ndio vitani? Wako wapi watakao komboa? Wako wapi watakao okoa jamii? Wako wapi watakaoongoza? Watakaoongoza familia, watakaoongoza nchi. Wako wapi viongozi? Wako wapi wanaume? Hawapo. Hamjajua ajenda ya shetani. Jana niliwaanzishia kidogo. Shetani asipindue utaratibu Mungu aliyouweka. Nataka mwanaume anayejua Mungu. Wanaume wote, jambo la kwanza baada ya kuumbwa kwao, walikwenda ibadani na Mungu. Aliumbwa mwanaume siku ya 6, siku ya 7 anaamkia ibada. Mwanaume lazima aabudu. Mwanaume lazima aokolewe. Mwanaume lazima mjue Mungu. Mwanaume lazima aende ibadani. Mwanaume lazima. Kama hauendi wewe ushaliwa. Kama hujaokoka una Mungu, wewe ni shida. Kwa sababu usingeweza kuongoza kama Mungu huna. Wewe ndio usikie mashauri ya Bwana. Wewe ndio usikie Mungu aseme na wewe. Anasema usile matunda yale pale. Hakusema msile, alisema usile wewe. Ndio. Usile Adam. Ndio maana baada ya yeye kula mambo yakaharibika. Kwa kuwa yeye Mungu alisema na mwanaume, alisema na wewe. Ndio. Leo unakaa unakula bangi kule. Leo unakaa I say una wajibu mkubwa. Utahukumiwa vibaya. Ndio. Utapigwa kweli kweli. Na kuambia kweli, wanaume sio jinsia. Wanaume ni cheo. Amina. Ni cheo katika vyeo vya Mungu. Amen. Mwanaume ni cheo. Na kama ni cheo, kuna wajibu, kuna responsibility. Responsibility ya kwanza ni wewe uwe na Mungu wa kweli. Baadaye mke akija, familia ikija, uiongoze kwa Mungu sawa sawa. Amen. Amen.
Huu ni mpango wa Mungu katika kuumbwa. Lakini leo ona sasa, idadi yako ni chache, lakini bado chache wameliwa na nguvu za giza. Wameibiwa kabisa kabisa. Wametegwa kabisa kabisa. Hatuna watu watakaosimama katika zamu kama ile ili waweze kukomboa, waweze kuongoza familia. Mwanaume ni nguvu ya familia. Mwanaume ni mlishaji. Mwanaume ni fighter. Haleluya. Bila mwanaume familia inaanza kuyumbayumba. Mambo yako sawa sawa, hata malezi yanaharibika. Mwanaume wajibu wako. Lakini kichwa hakina Mungu, sasa utaongozaje? Mungu alisema na wewe ili ujue kuongoza. Na ndio maana kila baada ya kupunga Mungu alikuwa anaongea na Adamu, akimpa maelekezo namna ya kuongoza, namna ya kusimamia mambo, namna ya kutunza bustani. Baada ya hapo atunze mke na watoto. Na lazima kichwa kiwe na Mungu ili mambo yaende sawa. Kama kichwa kina Mungu, mambo hawezi kwenda sawa. Tafuta Mungu sasa kwa haraka katika jina la Yesu. Amen. Mungu hakuongea na mke wa Adamu, ni Adamu alikuwa saongea na mke wake, kwamba Mungu amesema tusile hapa usipite, hapa twende hivi. Ni kiongozi. Mwanamke anasikiliza, mahali pamekaa sawa sawa. Mwanaume anamjua Mungu, mwanaume yuko sawa, anampenda Mungu, ana neno la Mungu. Ndoa itakuwa njema. Familia itakuwa salama. Watoto watakuwa salama. Mwanaume. Majira mapya yameanza. Ndio. Kwa ajili yako mwanaume, nchi imelaaniwa. Mwanaume usabisa nchi ikalaniwa. Wewe una makosa, wala usisumbue mwanamke tena. Makosa ni ya kwako mwanaume. Tambua makosa yako wapi, rekebisha, rudi kwa Mungu haraka. Sio kama wewe ni mwanamke uliyenipa, acha ujinga. Changamka wewe. Sikuongea na mwanamke mimi, nimeongea na wewe hapo. Umeenda wapi leo? Mwanaume unawajibika kwa makosa kwa familia yako. Unawajibika kwa taabu ya kila aina kwa familia yako. Kama ni mapepo yanaonea familia yako, yameingia kwa sababu ya wewe mwanaume hujakaa sawa sawa. Hujawa mlinzi wa familia. Familia inakwenda kwa waganga, inatekwa na shetani. Mapepo yanachezea familia, yanachezea mke. Mwanaume unawajibika. Nataka nikwambie kwa leo, mwanamke unasemaje? Unampenda Yesu? Ndio. Unampenda Yesu? Ndio. Unampenda Yesu? Ndio. Wewe ni wa thamani kwa Mungu Mwenyezi. Amen. Amen. Liko kusudi la Bwana la wewe kuwepo hapa. Amen. Amen. Na wewe kuumbwa. Amen. 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 Ni wakati. Sikia kwa umakini. Jambo la kwanza, Adamu ibadani. Lakini kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 10-16 tunasoma kama ifuatavyo: haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Ikatokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Sura 11. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithomu na Rameses. Sura 12. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, na walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Yaani, nimalizie. Kuna mambo hapa. Kuna watu watafutwa hapa. Mstari wa 13.
wa Misri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Unajua waliokuwa wakifanya kazi kubwa zaidi kama watumwa, wanaume walipigishwa kazi za ukweli kweli, na walichoshwa ili kwamba wasiongezeke. Nasikia vizuri? Yaani mwanaume akipata kazi za kufa mtu, hata mifumo ya namna inachoka. Kwa hiyo walipigishwa kazi nyingi ili kwamba wasiongezeke, yaani wawe wachovu, wanaume wachovu ili wasiongezeke. Sasa walipofanya hayo, ndio walizidi kuongezeka. Amina. Na chuki ya adui zao ikazidi kuongezeka. Wakaona hii njia haijafaa. Mstari wa 14, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na ya kila namna ya kazi mashambani, kwa kazi zao zote walizowatumikisha, tena kwa ukali. Mstari wa 15, kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishaji. Hebu sema wazalishaji. Yaani wakunga, midwives, wakunga. Akasema na wazalishaji. Akasema wakati mwazalishapo akasema na wazalishaji wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. 16. Akasema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Ajenda ya shetani ni nini hapa? Mtoto mwanamume uweni, mwanamke mwacheni, ili kupunguza idadi ya wanaume. Manisikia vizuri? Kwa kuwa hawa wakiongezeka, hili ni jeshi, watatupindua hapa. Mwanaume ukiongezeka utapindua. Halo, utapindua. Kwa hiyo ajenda ya shetani, Farao kama Farao ni mtu, ni mfalme wa nchi, lakini anaona mbali. Hii ni taifa la Mungu, hawa ni watu wa Mungu. Kumbukeni, ni watu wa Mungu. Halo, wana Mungu katikati yao. Mungu yu pamoja nao, wana ahadi ya Mungu aliye hai. Sasa mpango wa shetani kupitia mfalme, kupitia kiongozi wa nchi, ni kuua watoto wanaozaliwa wa kiume. Mwanaume auawe. Sema leo kwa jina la Yesu. Afi mwanaume hapa. Hii ukitafasiri katika ulimwengu wa roho, haiko tu katika hali ya damu na nyama kama unavyoona. Kama ilikuwa ni ajenda ya shetani kuua physically wasiongezeke, katika ulimwengu wa roho kuna jambo natengenezwa. Watu wa Mungu, wanaume wamwabuduo Mungu wakosekane. Wanaume watakaopambana na adui zao katika ulimwengu wa roho wakosekane. Wanaume wa kukomboa familia zao wakosekane. Leo unaona wanaume wanauawa. Hujajua bado ajenda ya shetani iko pale pale. Dunia leo na mambo yanayokuja leo, mwanaume anawekwa kwenye kona moja, pole pole anashushwa mpaka chini kabisa, atabaki pale zero. Ajenda ya adui bado hamjaielewa. Nasema na wanaume leo, utambue ajenda ya adui. Wanaume sio wengi sana, nenda popote pale, sio wengi sana, wengi ni wanawake. Wanaume
labda wako nyuma nyuma, hawapendi pendi, wanajivutavuta, wanakaa mbalimbali. Hawa ndio utakuta wamejaa baa. Huwezi kuona wanawake wengi. Si ni kweli jameni? Wanaojidunga dunga sio wanawake sana. Si ndio jameni? Wanaokula bange sio wanawake sana. Wanaume ndio hao utakuta. Nenda jela leo, wanaume ni wengi kuliko wanawake. Lakini mtaani wanaume wachache kuliko wanawake. Angalia mtafuno huo unaotembea. Wanaume wameshapigwa. Hatuna wababa waliostari wanaoelewa ajenda ya adui. Lazima leo ikomeshwe kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Mwanamke asifurahi wala asione kama yuko salama. Lazima ajue, lazima awe na akili, aelewe kwamba wanaume wako wapi. Wanaume hawa ndio wenyewe. Wako wapi viongozi watakaoongoza familia? Wako wapi wa baba? Mungu anaitwa Mungu Baba, ni Mungu Baba. Yeye ni sustainer. Wa baba wote wanawakilisha Mungu duniani, wanaume. Unanielewa sawa sawa? Ndio. Familia inateseka. Unajua mwanaume akikaa sawa, familia inapona. Ndio. Tunasababisha matatizo. Sasa wanabaki tu shida, migogoro, mambo hayaendi. Sikilizeni, lazima ukombozi. Popote mwanaume ulipo, unasikia habari njema hii, changamka haraka, patikana kwa Mungu aliye hai. Amen. Sasa ajenda hii ya kuua wanaume ni ajenda ya kiroho. Ni ajenda ya kiroho. Wanauawa, wanaonekana wanaume tu, labda kwa ndefu na besi na muonekano wao, sauti nzito, lakini kiuhalisia hakuna. Waoga, hawana nguvu, wachovu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Wanaume, sema kwa jina la Yesu. Siuawi tena, nakataa kuuawa. Sasa ajenda ya shetani, wakati ili ujue ni ajenda, wakati wa majira ya Musa kuzaliwa, ndio mpango wa kuuawa unakuja. Hello? Wakati Musa yuko tumboni kwa mama yake Miriam. Dadake Miriam. Wakati Musa yuko tumboni kwa mama yake, baada ya Miriam kuzaliwa, dada ameshatoka tayari. Sasa ni mimba ya Musa. Musa yuko tumboni, mama na matarajio baada ya miezi michache azaliwe mtoto. Ajenda ya kuua wanaume inapangwa. Wakati Musa ameshapelekwa na Mungu afanye ukombozi, mwanaume yuko tumboni, aje alete ukombozi. Ajenda inapangwa. Mwanaume yuko wapi? Lakini anapozaliwa maarifa yakaja. Katoto kakafichwa, kakatunzwa, kakahifadhiwa. Baadaye kanakuwa kakubwa, labda watakuja kusaka. Maana kulikuwa na msako wa nyumba kwa nyumba, mwanaume anasakwa. Hodi nyumba hii, tukikuta mwanaume tunaua. Watu walilia, msiba mkubwa. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Fikiri serikali nzima imeweka sheria ya wanaume kuuawa. Wanaume wauawe. Sema nakataa mwanaume kuuawa. Hii ndio injili leo. Nakataa wanaume kuuawa. Nasema nakataa wanaume kuuawa. Wanawake walikuwepo wengi, lakini ajenda ya Mungu ilikuwa inamtaka mwanaume kwanza. Haleluya. Mwanaume elewa. Funguka macho yako sawa sawa.
Musa akafichwa, akatunzwa. Alipokuwa hawezi kufichwa tena, ilibidi akili ya mbinguni ije. Wakatengeneza kisafina, wakaondoa kwa mto pale ambao kule mwishoni walikuwa wanapenda kwenda kuoga watoto wa kifalme, mabinti wa mfalme waga wanaoga mahali fulani. Akaweka kisafina kizuri, wakamweka kale kato ndani ka Musa, wakakapush kwenye mto, kana kwenda kanalia, kanatembea. Mwanaume yuko ndani ya safina, anasafiri namna hii, maana amewindwa huyo. Mungu ana mpango na mwanaume huyu. Baadaye binti Farao akashangaa, kadu bwana gani kale, mbona kama sikaelewelewi, lakini mbona kuna kasauti kidogo. Akatuma mfanyakazi wake, hebu kaniletee. Kakasogeza, ni katoto, kumbe ni katoto. Na huyu binti alikuwa ni tasa. Basi mwanangu atakuwa mwanangu huyu. Akamchukua kwa baba yake. Baba akaitwa Musa, akalelewa kifalme, akakaa miaka yote. Mungu amemficha kule, Mungu amemtunza kule. Mwanamume huyu ana agenda huyu. Baadaye anatoka anaangalia ndugu zake kule wanavyoteswa, wanavyoangamizwa. Anasema inakuwaje mambo haya? Mambo yanaanza kuwaka moto, nguvu inaanza kuingia ndani yake. Mwanaume anainuka. Yuko wapi mwanaume ainuke leo? Alete ukombozi. Akapiga wa Misri, akapiga adui, akapiga shetani. Yuko wapi mwanaume? Wanawake changamkeni, ni jeshi kubwa, tunakwenda kukomboa. Amen. Amen. Mshangilie Bwana kwa ukombozi. Mshangilie Bwana. Mwaka unaokuja tunataka mambo yakae sawa. Najua wakina mama vilio vyao vingi, wale wenye ndoa ni ndoa zao. Kweli si kweli? Kweli. Jamani, msemage kweli hapa. Ndoa kajamaa kashikiki kama kipepeo, kanaingia kila nyumba, kanachomoka huko, kanapigwa viruka na kimbia, lakini bado akakomi. Yaani kamewaka kama kiberiti cha mapetroli. Kama mwanaume hapo. Sasa kesi kubwa ni wanaume. Huyo mwanaume atakiwa okoke. Nakwambia kweli. Kesi kubwa za wanandoa, familia nyingi yatima namna gani? Wanaume wametelekeza nyumba. Familia zimetelekezwa. Wanaotaka kuolewa wa kuoa wako wapi? Wadada wazuri, urembo safi. Sasa unaamua kufanya biashara za kishenzi kwa kuwa kuna wa kukuoa. Wasema nifanyaje sasa? Unakwenda kuingia hata kwa jitu lizee, hata umri wako hamfikii kama babu yako tu. Wasema hivyo hivyo tu, kwa kuwa nimechoka sasa. Wa kuoa hamna. Sasa umekaa kimya, unazidi kujiremba tu. Lazima ulie hapa, umwambie Bwana okoa. Mimi nakwambia kweli. Nakwambia kweli, wadada changamka, sio kujiremba. Okoka, ingia magotini, omba, mwambie Bwana okoa, 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 okoa. Pengine mume wako yuko baa saizi, bado hajaokoka. Akiokoka atakuwa mzuri, atakuoa. Labda navuta bangi saizi, atakuwa mzuri, atakuoa. Lakini mume wako ni mlevi, havikaliki nyumbani. Wewe hapo changamka, okoka, omba, tafuta Mungu. Imeandikwa, Mungu asema anafanya jambo jipya, ya kwamba mwanamke atamlinda mwanaume. Mambo yameharibika, mwanaume anataka kukombolewa. Mwanamke akae aombe, mwanaume asiende polini kwa ibilisi, na umuhimize alindwe, aokoke. Amen. Ndio. Baada ya hapo, binti umekuwa, ndoto yako inafaa ni kuolewa. Na waliolewa nao wanataka ndoa zikae sawa sawa. Ndoa ziko sawa sawa, migogoro. Watakwambia kuolewa mwenzangu siku hizi, wanaume wa siku hizi, wanaume wa siku hizi. Sawa, wa siku hizi. Hao hapo wanavaa swale huko kwenye matako. Ndio. Sema apone baba. Hivi kweli mtaoa?
Ni shida, ni shida, ni shida. Nasema ni shida. Ndoa zinalia, wanawake hawana kelele nyingi wakitulia nyumbani na wao wao wazuri, lakini matatizo namna ile hawatulii na wao, wanaanza kuwa na tabia mbaya za hapa na pale, kwa kuwa wewe umesababisha mambo kama hayo. Changamka kuokoka. Amen. 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 Wanaume popote ulipo, Mungu anakudai, Mungu anakuita, Mungu anakutaka. Na hata si Adamu amepotelea kwenye miparachichi huko na mke wake walificha huko, Mungu hakuita Hawa Eva. Adam hakusema mko wapi, uko wapi. Mungu anakutaka uko ulikojificha. Mwanaume, uko wapi? Njoo haraka. Okoka haraka. Ponya jamii, linda jamii, tunza jamii katika jina la Yesu. Okoka mwanaume. Nasema mwanaume, Mungu anashughulika na mwanaume kwanza. Uko wapi Adam? Njoo ujibu kesi hapa. Ujibu wewe. Nilisema na wewe, nilikuagiza wewe. Usiniambie habari ya mwanamke, ni wewe mwanaume. Unaweza kujitetea kweli kweli? Hakuna kujitetea. Okoka. Kaa kwa Mungu sawa sawa. Ninakuita kote kote uliko duniani. Mwanaume, ni saa ya kurudi kwa Mungu. Yatosha matatapu ulikotembea. Yatosha ulivyokula vibaya. Na vingine vinakutesa size. Rudi kwa Mungu aliyekuumba. Rudi kwa Mungu aseme na wewe tena. Okoka unaposikia ujumbe huu. Okoka haraka kwa jina la Yesu. Mshangilie Bwana kama umeelewa sawa sawa. Mshangilie Bwana kama umeelewa sawa sawa. Sema Yesu, siku ya leo, siku ya leo, napokea neema, napokea nguvu, napokea mamlaka, napokea uweza, napokea neema, napokea nguvu, napokea uweza, napokea mamlaka. Baada ya kusema mwanaume, sasa sikia nikwambie mambo haya atakuhusu pia. Leo ni majira mapya yanaanza, ya mwaka, sio ya mwezi tena. Hapa ni ya mwaka na mwezi. Na hivi ninavyoongea, unaponiona hapa, dalili ya majira hayo ndio hii unaiona hapa. Hii ni dalili kuwepo kwangu, ni dalili ya mwaka wa 26 kwa baraka na neema na kwa uzima na kwa uheri na kwa ushindi na kwa kuweza. Wanaume hawatabaki kwa shetani tena. Natabiri leo katika jina la Yesu. Natabiri leo katika jina la Yesu. Ninakutoa kwenye pango ulikokamatwa na zile nguvu za giza mwanaume. Ninakutoa katika kikao cha mashetani. Na vuruga mipango na hatima ya kuzimu. Waliopanga uwawe, nasema uokolewe, ufufuliwe sasa kwa jina la Yesu. Kila kuuawa ninakokuona kwa wanaume, kila kuchinjwa ninakokuona kwa wanaume, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu ukombolewe. Yesu alipokuja duniani katika mfumo wa mwanadamu kama mtoto mdogo, alipozaliwa tu mwanaume. Halo? Mwanaume afanye ukombozi, afanye wokovu, afanye uponyaji. Mwanaume. Herode mfalme aliposikia kuna mwanaume mmoja amezaliwa na kuwa mfalme, akapanga kumuua. Akapanga mwanaume auawe. I see. Sema haiwezekani tena. Haiwezekani tena. Kuna mauaji mengi ya kisaikolojia wanauawa. Leo dunia inaua kisaikolojia. Pole pole tu. Mimi nakwambia ukweli. Taratibu tu.
mwanaume unajua sera za dunia, sera haki za binadamu vimekaa hivi. Shetani anapitia mule kupeleka ajenda zake, kutafuta mwanadamu, akitekwa mwanaume, mwanamke hana makao, mwanamke anabebwa tu, kama mateka, anachukuliwa. Sikilizeni, hii ni kanuni, ni kanuni. Mwanamke haogopi kama anavyogopa mwanaume. Hii ni kanuni. Nyumba yenye mwanaume, hata jambazi ajipange vizuri kuingia, lakini wanaambia fungua mlango, acha ujinga. We nini? Hamna namna, ni kanuni. Herodi alipoona vimeshindikana, aliua watoto wote wa kiume kuanzia miaka 2 mpaka 0, wote wakauawa wanaume. Yamkini Yesu atakuwa katikati humo, au wawe mkombozi. Sema mwanaume. Haiwezekani. Lazima asimame kwa nafasi yake. Mungu anakuita, Mungu anakutaka, ndio. Mungu anakudai, ndio. Haiti mwanamke, anakuita mwanaume. Anasema Adamu uko wapi? Na hapa leo nikiangalia naona kama Adamu wako wachache. Adamu uko wapi? Yuko huko mbali. Uko wapi? Unakula nini huko? Nani amekuambia ukae huko? Hapa kwa jina la Yesu. Amina. Mume aliyetabiriwa mabaya na mamlaka za kuzimu, leo nageuza utabiri wake katika jina la Yesu. Yes. Unakombolewa. Yes. Mwanamke uliyeminywa, uliyekandamizwa na roho mbaya, unakombolewa leo. Yes. Mwanaume akiingiwa na kibwengo anakuwa mbaya kwenye ndoa, balaa. Hafai hata kwa watoto, hafai. Pepo akiharibu kule ni shida. Mwanaume aokolewe hapa. Yes. Leo tunakomboa wanaume. Wanaume wanakombolewa, wanaume wanaokolewa. Yes. Wanatoka huko. Yes. Tunawataka hapa, waokolewe hapa, wakae hapa, wamtumikie Mungu hapa, wale familia zao vizuri, na Mungu afurahi. Haleluya. Haleluya. Mwanamke awe salama kwa kuwa mwanaume yuko salama. Ndio. Ni mpango wa Mungu. 2026 hakuna mchezo baada ya Injili. Yes. Mwanaume ukifanya ujinga utaelewa, utakumbuka haya maneno. Ninakwambia kweli, hakuna mzaha. Hakuna mzaha. Mungu akiangalia na wanaume mnafanya ujinga katika nchi, mambo ya ajabu, mmekabidhiwa wajibu mkubwa. Wajibu mkubwa. Kabla ya mwanamke, wewe ulikuwa peke yako na Mungu pale bustanini, miaka ya kutosha. Haya, miaka ya kutosha peke yako, mwanaume na Mungu. Twende kushoto, twende kulia, taja majina wanyama, fanya hiki, tunza hapa. Baada ya hapo jioni tuko kwa ibada. Hivyo ibada kazi, ibada kutawala. Leo uko wapi? Na kutaka mwanaume, ukifanya upuuzi nitakuchapa. Yes. Nasema tena, ukifanya upuuzi mwanaume, hata kama ni mzee, nitakuchapa. Ndio. Urudi haraka. Sikukosea kukumba mwanaume. Nilikuwa na mpango maalum na wewe mwanaume. Ndio. Lakini leo umechafua dunia. Nchi imelaaniwa kwa ajili yako. Nimeleta mwokozi ya kukomboe, unafanya ujinga tena. Nitakuchapa. Nitakuchapa. Nitakuadhibu kabla ya hukumu ya mwisho. Wanaume wote msikie. Mwokoke haraka, mrudi kwa Mungu. Ndio. Mahali pasawa aseme na nyie. Mungu ana mambo ya kusema na wewe mwanaume.